Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena ametuamsha salama siku ya leo ya Alhamisi katika mwezi wa Januari kwa neema ya Mungu, na tunapenda kukaribisha tena kwa kipindi chetu cha Pambazuko, anza siku na Bwana. Na mimi naomba niendelee kukuomba, alika na mwenzako na ndugu yako, tumie linki na mtu mwingine ili kwamba wengi tupate chakula hiki cha asubuhi ya leo. Naomba tuombe kabla sikuletea mstari wa siku ya leo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Bwana kwa wema na rehema zako. Umetutunza Bwana na makesha ya usiku, na umetuamsha salama kwa uweza na kwa nguvu zako. Asante kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu, kwa ajili ya binti huyu na kijana huyu. Asante kwa ajili ya mtoto huyu. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye anatufuatilia mahali na mahali, ndani ya nchi na nje ya nchi pia. Bwana mwenye nguvu zote, nakuja mbele zako, najiweka wakfu mtumishi wako na mjoli wako kwa ajili ya ratiba ya siku ya leo ya Alhamisi. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu, ninaomba Roho Mtakatifu ukaseme na kila mmoja sawasawa na hitaji lake katika siku hii ya leo, katika jina la Yesu na kuamini, amen. Asante ndugu yangu. Mstari ambao Mungu ametupa kuangalia leo na kupata muda wa kuomba unatoka kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya 7 na 8. Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya 7 na ya 8. Maandiko yanasema hivi: ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Atafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoangalia maandiko haya ambayo Mungu ametupa tuangalie asubuhi ya leo, siku ya Alhamisi, kwenye kipindi chetu cha Pambazuko, anza siku na Bwana, maandiko haya yanaeleza wazi ya kwamba katika maisha yetu yako mambo ambayo tunapaswa kuchukua hatua ili tuone matokeo. Yako mambo ambayo tunapaswa kuchukua hatua ili tuone matokeo. Kuna matokeo huwezi kuyapata kama utachukua hatua, mtumishi wa Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba ombeni, tafuteni, bisheni nanyi mtafunguliwa. Unapotaka kufunguliwa kwenye jambo fulani, unapotaka kufunguka kwenye eneo fulani, ama la kiuchumi, ama la kimahusiano, ama la afya, kwenye eneo lolote ambalo unahisi kuna kifungo kimekufunga, yaani huoni progress, huoni kusogea, huoni kufanikiwa, unapaswa kuchukua hatua. Kuna mambo lazima uyafanye, na ndio maana Mungu ametupa neema kuangalia huu mstari wa Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya 7. Na haya ni mafundisho ya Bwana Yesu mwenyewe anaposema na makutano, anaposema na wanafunzi wake, anaambia, sikilizeni nyinyi, chochote ambacho mnakitaka lazima kwanza mwe waombaji. Ndio maana kipindi hiki imekuja mahususi ili kuwafanya watu wapate muda wa kuomba kabla hawajaanza ratiba zao nyingine za siku. Wapate muda wa kuomba kabla hujaenda kutafuta, kwanza uombe ili upate kujua unachokwenda kukitafuta. Kwanza ukiombe ili upate kufunguliwa. Ulipofungwa kwanza uombe. Na hapa kuna watu ambao wanaona kwao maombi sio sehemu ya maisha yao. Kiwa nikwambia, mtumishi wa Mungu, hata kwenye maisha ya kawaida, wewe ni mzazi, wewe ni mama, wewe ni baba, wewe ni mtu fulani, hauwezi kujua kama kuna mtu fulani anahitaji msaada kama hajakushirikisha, kama hajakuomba. Haya ni maisha ya kawaida tu. Kama sisi wanadamu wenyewe, ili ufanye kitu lazima ushirikishwe, lazima uombwe. Kwa nini Mungu wataka akufanyie tu, haujaomba, haujamwambia chochote, haujamshirikisha? Unaamka tu, unaenda kazini kwako, kwenye biashara yako, kwenye mambo yako, unaenda kuhangaika huko, hujamwambia chochote, unarudi jioni hujafanikiwa, umerudi na mahangaiko mengi. Unamlaumu Mungu kwa sababu gani? Mungu anakuambia, je, ulinijulisha? Je, ulinifahamisha?
Je, uliniomba? Je, ulinikabidhi siku yako? Na ndio maana natamani uone mistari hii. Ile aya ya 8 nasema, kwa maana kila aombaye hupokea. Ili upokee lazima uombe. Mimi sijui nataka kuomba nini. Je, ni kibali kazini? Je, ni kibali kwenye biashara? Nataka kuomba nini? Ni eneo gani ambao nataka kumkabidhi Mungu? Unataka kuomba kwenye eneo gani? Mimi sijui, lakini anasema wazi ya kwamba kwa maana kila aombaye hupokea, lakini pia naye atafutaye huona. Kama unataka kwenda kuona fursa, kuona fursa kwenye maeneo yako, kuona fursa kwenye mipango yako, kuona fursa kwenye maisha yako, lazima uwe ni mtu wa kutafuta uso wa Mungu kwanza. Kutafuta uso wa Mungu kwanza. Asubuhi yako jikabidhi kwa Mungu kwanza. Uambie Mungu, naenda natafuta fursa sokoni, natafuta fursa China, natafuta fursa Tanzania, natafuta fursa ya kilimo, natafuta fursa ya ufugaji, ya biashara. Umemwambia Mungu. Lakini pia unapotaka kufunguliwa lazima ubishe. Tunataka kuona Mungu anayafungua malango ya siku ya Alhamisi leo, anayafungua malango yake na yanakuwa wazi. Kwa hiyo lazima tujifunze kubisha hodi kwenye malango ya Alhamisi. Ngoja nikwambie, wewe kabla hujaamka, kuna watu washaamka mapema sana, usiku wa manane, wameenda kufunga mambo yako. Wanafunga njia panda, wanafunga biashara zako, wanafunga mtaa wako, wanafunga barabara zako, wanatengeneza maajali, wanatengeneza mahatari, wakutengenezea maskendo wako. Watu wamefanya mambo hayo. Unapoingia kwenye hiyo siku inafungwa. Unabisha katika jina kwamba Baba, katika jina la Yesu ninabisha malango ya siku ya Alhamisi yanifungukie. Ninapokwenda nione fursa, nione neema, macho yangu yafunguke, nione njia. Mimi sijui naongea na nani hapa, lakini kuna watu ambao wanaenda makazini, kwenye biashara zao, kwenye shughuli zao, wanarudi mikono mitupu. Badala yake wanakuja na mahasira, wanakuja na ugomvi, wanakasirikia familia, wanakasirikia watoto, wanakasirikia waume zao, wanakasirikia wake zao, wanakasirikia jamii. Kwa nini? Wamerudi mikono mitupu. Lakini shida sio Mungu, shida ni wao wenyewe, wanakwenda kwa nguvu zao wenyewe. Alhamisi ya leo nataka kuona watu ambao tunasimama pamoja na tunabisha juu ya malango ya Alhamisi. Malango yafunguke, malango yaachie, njia ziachie, tuone fursa, tuone namna ambavyo tutaingia na kupambana. Ngoja nikwambie, usijue ni kwamba wenzako wanafanikiwa kwa miungu yao. Wakati wao wakitaja miungu yao, wewe na mimi tunataja Mungu wetu aliye hai katika jina la Yesu, aliyeumba mbingu na nchi. Yeye ni Mungu asiyeshindwa, ni Mungu asiyeshindwa, Mungu mwenye uweza wote. Lakini sharti lake ni moja, tubishe. Sharti lake ni moja, tutafute. Sharti lake ni moja, tuombe. Nami naomba uungane na mimi asubuhi ya leo. Nami nataka nikutamani hapa tupate muda mwingi wa kuomba kwa ajili ya kuiombea siku ya Alhamisi, kuombea malango yake, kuombea baraka zake na kumwambia Mungu tunavunja kila kilichoandaliwa ili tusifikie malengo yetu. Kila kilichoandaliwa, njia panda, kwenye makutano ya njia, kwenye barabarani, maleo ya ajali, kucheleweshwa, kukamatwa na matrafiki. Kuna watu kila siku inakaniwa na trafiki. Kuna mtu hakatizi, ni vyeti tu vimejaa, mpaka anaanza kuogopa kuendesha. Ngoja nikwambie, tunafungua malango leo. Matrafiki hawatakushika kwa makosa yasiyo ya kwako. Hautaonewa barabarani katika jina la Yesu. Tutakuficha kwenye damu ya Yesu. Utaenda kazini, utarudi salama. Kuna watu ambao haipiti siku mitatu kamgonga mtu, kamkwaa mtu. Ni mikosi. Nikwambie, tunafungua kuanzia leo. Hayo mambo hayatatajwa kwenye maisha katika jina la Yesu. Kuna watu akifika kazini kwake, kwenye biashara yake, hana amani, hana utulivu, anatamani kufika biashara. Kuna wengine hata dukani kwake hakai, amewacha watu wengine. Ngoja nikwambie, tunaomba leo kwamba malango yafunguke, ukaone raha kukaa kwenye biashara yako katika jina la Yesu. Uone raha kukaa pale kazini, kwenye ofisi yako, kwenye kiti chako, uone raha katika jina la Yesu. Na ngoja nikwambie, na kazi yako ikupe faida. Bwana Yesu asifiwe. Naomba unifuatishe haya maombi kwa pamoja hapa. Sema, Mungu Baba, mimi mtoto wako na mtumishi wako nimesikia habari zako ya kwamba inanipaswa kuomba, inanipaswa kubisha, inanipaswa kutafuta
Mungu, ninakuja mbele zako, ninaomba toba kwa ajili ya usiku wangu, ninaomba toba kwa ajili ya ndoto ambayo nimeota usiku wa leo, ninaomba toba kwa ajili ya mawazo niliyowaza usiku wa leo, ninaomba toba kwa ajili ya njia zangu zisizofaa ambazo nimeziendea usiku wa leo. Sema, Mungu Baba, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu njia zangu zote, mawazo yangu yote, matendo yangu yote. Bwana, ninakuja mbele zako, ninaomba unijalie baraka ya asubuhi kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba kwa ajili ya lango la siku ya leo ya Alhamisi. Ninaomba toba kwa ajili ya masaa yake, kwa ajili ya majira yake yote, majira ya asubuhi, majira ya mchana, majira ya alasiri, majira ya jioni na majira ya usiku. Sema, ninaomba toba kwa ajili ya ratiba yangu ya leo. Sema, Bwana Yesu, ninakabidhi ratiba yangu kwenye mikono yako, ninakabidhi njia zangu kwenye mikono yako, ninakabidhi mipango yangu kwenye mikono yako. Ninaomba Bwana unitangulie kila mpango wa adui, kila mpango wa shetani alioniandalia mbele ya njia yangu, ninapangua kila maneno mabaya kwenye njia panda, kwenye njia kuu, kwenye vichochoro, napangua kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu ninafuta maneno yao, ninafuta mipango yao, ninafuta mikakati yao kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema, kila kizuizi walichoniwekea pale kazini, kwenye biashara, kwenye mifugo yangu, kwenye elimu yangu, kwa familia yangu, ninavunja, ninaondoa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu nateketeza silaha zao, na haribu sadaka zao, nafungua milango mipya. Alhamisi ya leo iwe upande wangu. Baraka za leo zinijilie. Sema, baraka za leo zinijilie. Mikono yangu iwe wazi kupokea baraka za siku ya leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nakataa kusingiziwa, nakataa kuonewa, nakataa kunyanyasika, nakataa kukataliwa, bali Bwana, kibali chako, mafuta ya kibali yanibubujikie, yanimwagikie. Sema, Bwana Yesu, unipake mafuta ya kibali. Sema, Roho Mtakatifu, unimiminie mafuta yako ya kibali. Kila niingiapo, kila nitokapo, kila nikanyagapo, nipamiliki, nipatawale katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, kila mlango wangu uliofungwa kwenye maisha yangu na ufungua leo. Alhamisi ya leo iwe ni siku ya kupokea habari njema, kupokea habari njema. Nakataa hofu, nakataa mashaka, nakataa huzuni, nakataa misiba, nakataa uharibifu kwa jina la Yesu. Sema, Mungu, nipe moyo wa ibada, nipe nguvu ya kuomba, nipe nguvu ya kuomba, nipe nguvu ya kutafuta, nipe nguvu ya kubisha kwa jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, lango la Alhamisi nabisha hodi kwenye lango la siku la Alhamisi, lango la asubuhi, lango la mchana, lango la alasiri, lango la jioni, lango la usiku. Malango ya siku ya leo yakae upande wangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema, niko huru. Sema, nitafanikiwa. Sema, mimi nitafanikiwa. Nitaenda kazini, kwenye biashara, kwenye shughuli zangu, nitarudi nikiwa na amani kwa jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, familia yangu, mke wangu, mume wangu, watoto wangu, wazazi wangu, ndugu zangu, na wakabidhi kwako. Nakataa taarifa mbaya, nakataa habari mbaya kwa jina la Yesu. Sasa Bwana Yesu, pokea sadaka yangu, pokea shukrani zangu, pokea maombi yangu kwa jina la Yesu Kristo. Siku ya leo iwe wazi na ya baraka katika jina la Yesu Kristo. Naomba utulie nikuombee, lakini pia kama una maombi yako ukaendelea kuachilia hapo, tuwe kwa pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, uweza wako Bwana na nguvu zako, mfalme amani, umetujalia tena kufika mapambazuko ya siku ya leo ya Alhamisi. Mungu le hai, ni kwa uweza wako na kwa nguvu zako. Adui zetu walipambana kutuzuia tusifike siku ya leo, lakini Bwana, kwa mamlaka ya jina lako umetupigania, umetutetea. Hatimaye Bwana, tumeyaingia salama malango ya siku ya leo. Ndipo sa Bwana, naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye lango la asubuhi, damu ya Yesu kwenye lango la mchana, damu ya Yesu lango la alasiri, damu ya Yesu lango la jioni, damu ya Yesu lango la usiku. Ninavunja kabisa kila mipango ya adui juu ya mtumishi wako, kila mipango ya adui juu ya neni sifuatilia kwenye mtandao huu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, damu yako Yesu Kristo
Kristo kwenye gari lake anapo drive kwenda kazini, damu yako Yesu kwenye daladala sahihi, kwenye daladala, damu yako Yesu kwenye bodaboda aliyopanda, barabarani anavuka barabara, hapo kazini, kwenye biashara yake, kwenye masomo yake, hapo chuoni, hapo darasani alipo, damu yako Yesu Kristo. Nafungua malango ya siku ya leo, yaani malango ya baraka. Bwana, siku ya leo ikasapoti kufanikiwa kwetu, siku ya leo ikasapoti ushindi wetu, siku ya leo ikasapoti uzima wetu, siku ya leo ikakae upande wetu. Ninaagiza malaika wa Bwana watamalaki kwenye kila eneo, likafunika. Malaika wa Bwana wakawafunike watumishi wako, wakawatunze, wakawalinde, wakawatetee, wakawapiganie. Hofu, mashaka, huzuni, taabu, magonjwa, ajali visitajwe katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza, mapepo, toka, achia njia zetu. Toka, mwachie huyo mama sahihi anaenda sokoni. Toka, mwachie huyo baba sahihi anaenda kazini. Mwachie huyo dada sahihi anakwenda darasani. Toka, mwachie huyo kijana, achia huyo mtoto, achia hii familia, achia hii ndoa, achia hii biashara, achia hii kampuni, achia hii ofisi. Toka, toka. Ndiyo, endelea kuomba, endelea kuomba. Achia damu ya Yesu kwenye njia yako, endelea kuomba, usikatize. Endelea. Damu ya Yesu, damu ya Yesu inene mema kwenye afya yako, wewe ambaye una appointment na daktari. Bwana, leo hii wakajue tatizo lilonalo, wakapate majibu katika damu ya Yesu. Hadi huko hospitali, wewe ambaye umelazwa kitandani, pokea nguvu ya damu ya Yesu, pokea uzima, pokea neema kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, uweza wako na nguvu zako, Mungu le hai, zitufunike watumishi wako. Tunakwenda kinyume na kila silaha ambazo zimetumwa juu yetu, Bwana, kwetu wenyewe, kwa watoto wetu, katika damu ya Yesu Kristo. Naliombea kanisa lako, naombea watumishi mbalimbali saa hii, ninawaombea shughuli zao na huduma zao, naliombea taifa la Tanzania. Tupe amani Bwana, tujalie neema yako katika jina la Yesu Kristo. Mungu le hai, siku ya leo na ikabidhi kwako. Shetani hana kibali mashariki, kaskazini, kusini, magharibi, hana kibali. Wewe shetani, achia malango ya pambazuko ya siku ya Alhamisi. Achia ofisi za watu, achia biashara, achia afya zetu, achia familia zetu. Natangaza neema, natangaza ushindi. Pokea ushindi, pokea nguvu, pokea uweza, pokea mamlaka, pokea kibali. Mafuta mabichi yawe juu yako, mafuta mabichi ya kumiminie kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni mshindi, Maombi yako Bwana ameyasikia. Umebisha, Bwana amekufungulia. Nenda kazini ukiwa na nguvu, ukiwa na ujasiri, ukiwa hodari kama chuma kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni mshindi. Hao wanaokutafuta, hao wanaokuonea, hautawaona tena, maana Bwana mwenyewe ameshuka apate kukupigania. Pokea nguvu ya kuendelea mbele katika jina la Yesu Kristo. Sante Bwana kwa neema. Endelea kuomba hata tukikatisha hapa, uendelea kuomba ukiwa kazini, endelea kuachia damu ya Yesu kwenye gari lako na drive sahihi, endelea kuomba. Uko barabarani kusubiri daladala, endelea kuomba. Unasikiliza tu kwenye YouTube, si kwenye nini, endelea kuomba, usikatishe. Omba mpaka usikie amani ndani. Kama unaweza kutoa sadaka, unaweza kutoa sadaka yako, kuna namba inapita hapo chini, unaweza kutoa sadaka yako kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Endelea kuomba mpaka usikie amani. Kuna mambo ni magumu, mkabidhi Bwana, lakini malango ya leo yamewekwa wazi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Mungu akubariki, Mungu akutetee, Mungu akupiganie, Mungu akutambulishe ukawe kichwa na sio mkia, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Basi mimi nakuta kipindi hiki naitwa Father Herman Bernard Madale au mchungaji Madale, kanisa ngana hapa Bartimayo Ubungo, na niombe sana endelea kusubscribe channel yetu ya Ubungo Anglikana Church, lakini pia tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii, kwenye YouTube huko, kwenye Instagram, kwenye Facebook, tufuatilie huko, achilia comment, weka maoni yako, lakini pia kuna namba inapita hapo chini. Kama unahitaji ushauri zaidi au mambo zaidi, tutafute, tutakuhudumia kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Endelea kufuatilia kwamba kila siku saa 11 kamili, basi endelea kutufuatilia, lakini pia ukisubscribe bonyeza alama ya kengele, pia tutapokuwa hewani upate notification kwamba tuko hewani. Lakini pia mkaribishe na mwingine, chukua hiyo link, pia kuna group mengi zaidi. Hiyo link, endelea kufuatilia maombi yatokiwa kazini, endelea kufuatilia kwa kuwa ndani yake kuna nguvu za Mungu. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Shalom, shalom.